Allahu Akbar. Nyuma yangu ni waumini wa dini ya Kiislamu wakiendelea na swala ya Eid al-Fitr ambayo imefanyika hapa katika mji wa Bariadi. Wasaddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Katika ujumbe wake leo hii, Shehe wa mkoa wa Simiyu amekemea baadhi ya kauli ambazo zinaashiria uvunjifu wa amani, hasa katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu. Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, lakini tumekushaanza kuona kuna viashiria vya maneno ambayo yanataka kuwatia Watanzania hofu. Maneno haya yanaonyesha kuna nguvu inataka kuja kutumika ili tu kuvuruga uchaguzi wa mwaka huu. Nizungumze, na tunapozungumza mambo kama haya, viongozi wa dini, tusionekane kama tunafanya siasa, bali ni mapenzi makubwa ya nchi yetu na kujua thamani ya amani inayokuwemo katika nchi yetu. Amani ikipotea, hakuna atakayefikiria kuswali Idi, hakuna atakayefikiria kwenda kuswali swala tano, hakuna atakayefikiria kusomesha, hakuna ambaye atafikiria kwenda hospitali kwa sababu hospitali kwenyewe hakukaliki. Kwa hiyo amani huwa inaweza kusababisha hata yale malengo ya kuweza kuingia peponi yakakwama. Kwa hiyo kutokana na hili tunasema chonde chonde Waislamu, tusije tukamwazima mtu akili zetu azitumie. Akili zetu tuzitumie wenyewe, na inapotokea mtu anataka kichwa chake umwazime ili akitumie, usikubali mambo kama hayo. Tuiombee nchi yetu amani katika kipindi hiki ambacho ni kigumu tunachokielekea cha uchaguzi mkuu, kwa kuwa pana watu maalumu wao lengo lao na amani yao ni kule kunuka, wanaombea inuke wakati hawajui madhara ya kunuka ni nini. Hapa tunapokaa hatuwezi kupakaa kama tutakuwa hatuna amani. Wale wanaotuzunguka, watu wa usalama, hawatoweza kuja kutulinda hapa kama nchi itavurugika. Watakuwa na hangaika na mambo makubwa ya nchi na sisi tutakuwa tumetupika. Dini ya Kiislamu kwanza ni amani. Sasa wewe unapoenda kushiriki uvunjifu wa amani na vurugu, utakwenda kinyume na maelekezo ya dini yako. Kwa hiyo sisi kama Waislamu tunapokea kauli hizo za viongozi ambao wametuhusia leo katika sherehe hii ya Eid al-Fitr katika mkoa wetu wa Simiyu, kwamba tutaendelea kutangaza amani na tutaendelea kusisitiza kuhusu amani na mshikamano tulionao katika mkoa wetu wa Simiyu na Tanzania kwa ujumla. Sisi twende na vichwa vyetu, tusiazime kichwa kwa mtu mwingine, sababu ukiazima kichwa kwa mtu mwingine akitumie, maana yake atakitumia anavyotaka yeye. Kwa hiyo matokeo yake unaweza akatuharibia hali ya nchi yetu. Mimi kama mwanafunzi nimefurahia, tumemaliza Eid salama na tumesherehekea vizuri. Ninachohusia Waislamu wenzangu ni kuendeleza yale ambayo tulikuwa nao katika mfungo mtukufu wa Ramadhani. Tuache kuzini, tuache uchafu ule wote. Sio kwamba Ramadhani imeisha ndio tusahau mengine. Mimi naitwa Juma, mmiliki wa magari ya usafirishaji wa mizigo na abiria. Natumia Bima Pap kwa sababu inaruhusu kuweka TIN namba yangu wakati wa kununua bima. Inafanya iwe rahisi kudai vati kutoka TRA kwa kutumia hati hiyo hiyo ya bima. Uwezo wa kupata mkopo bwana. Hii inasaidia sana kugharimia mambo mengine ya uendeshaji hata kama bajeti inabana. Tumia Bima Pap kwa kupiga *150*51 alama ya reli, au kwa WhatsApp tuma neno Bima Pap kwenda namba 0764166066 ujipatie bima. Bima Pap, urahisi wa maisha.